tamko la fundisho kuhusu uhalali wa ndoa za Kikristo na makusudi ya ndoa ya kimungu. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na mafundisho mbalimbali yanayosambazwa kupitia mitandao ya kijamii yakidai kwamba kufunga ndoa kanisani ni desturi ya kipagani na kwamba ndoa za Kikristo zinazofungwa kanisani hazina msingi wa kibiblia. Fundisho hili kwa kawaida hutolewa na makundi yanayopingana na chochote ambacho hakijaamuliwa moja kwa moja na maandiko. Kwa mfano, wanapingana na kuwa na ibada ya Jumapili. Wanapinga hata matumizi ya mimbari. Makundi ya watu kama hawa hupinga hata vyeti au leseni za ndoa. Makundi haya hupinga hata ibada na sikukuu za Krismasi kwa kigezo kwamba eti havitajwi mahali popote katika Biblia. Lakini tukumbuke Wakorinto wa kwanza sura ya 14 na mstari wa 40, neno la Mungu linasema, lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri na utaratibu. Andiko hili inalipa kanisa mamlaka ya kupanga mambo yake bila kukinzana na neno la Mungu. Narudia, bila kukinzana na neno la Mungu. Kutokana na hali hiyo, Tanzania Assemblies of God, yani TAG, inapenda kutoa ufafanuzi wa kibiblia kwa waumini na mwili wa Kristo kwa ujumla kuhusu kusudi la ndoa, uhalali wa kushuhudia ndoa na kubariki ndoa katika ibada za Kikristo, pamoja na matumizi ya alama mbalimbali za agano la ndoa kama vile pete. Tamko hili halilengi kumshambulia mtu yoyote, bali linalenga kufundisha kweli ya neno la Mungu kwa lengo la kujenga umoja, amani, upendo, uthabiti wa familia za Kikristo hapa Tanzania. Mambo muhimu ya kufahamu kuhusu ndoa za kibiblia. Je, ndoa ni upagani? Upagani ni neno linalotumika kuonyesha watu wanaoabudu miungu ya jadi kama vile jua, mwezi, nyota, mizimu au vitu vinavyosimama badala ya Mungu
yaani linasimama kuonyesha watu wanaoabudu sanamu, sawasawa na neno la Mungu katika Warumi sura ya 1 na mstari wa 21, ambapo Biblia inasema, kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Muumba anayehimidiwa milele. Amina. Hivyo basi, upagani ni ibada kinyume na Mungu. Na kama ni hivyo, upagani sio asili ya kitu, bali ni matumizi ya kitu. Kwa mfano, dhahabu zilitumiwa kutengeneza sanamu na dini za kipagani. Zilitumika katika nyumba zao za ibada. Hata hivyo, haizuii kutumia dhahabu kwa kumwabudu Mungu. Bwana asifiwe. Unaona, wakati Musa anajenga hekalu, hema, na Daudi anajenga hema, watu walitoa mpaka dhahabu kujenga hema, kujenga hekalu. Jina la Bwana libarikiwe. Na kujenga hema na hekalu. Mfano, madhabahu zilitumika na jamii nyingi hata kabla ya Mungu kukutana na Ibrahim na kujifunua kwa Ibrahim. Watu walitumia madhabahu. Pamoja na hayo, Israeli walimjengea Mungu nini jamani? Madhabahu. Na Mungu alipokea ibada zao. Vivyo hivyo, desturi ya ndoa hutumiwa na jamii mbalimbali zisizo za Kristo. Hilo halifanyi ndoa kuwa upagani. Moja, ndoa ni taasisi ya Mungu, sio ya binadamu. Biblia inafundisha wazi kwamba ndoa ilianzishwa na Mungu mwenyewe tangu mwanzo wa uumbaji. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na mstari wa 24, maandiko yanasema, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Ndoa ilianzishwa na Mungu kabla ya kuwepo kwa serikali, tamaduni, makanisa au taasisi nyingine yoyote hapa duniani. Hivyo, ndoa si utamaduni wa kipagani wala wa kidini, bali ni mpango wa Mungu kwa wanadamu. Katika Mwanzo sura ya 2 na mstari wa 22, Mungu alimleta Hawa kwa Adamu. Hapa tunaona mfano wa kwanza wa Mungu mwenyewe kushuhudia na kuidhinisha muungano wa ndoa. Na katika Malaki sura ya 2 mstari wa 14, Mungu anajitaja kuwa ni shahidi wa agano la ndoa. Neno linasema, ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako, uliyemtendea mambo ya hiana, ingawa yeye ni mwenzako na mke wa agano lako. Kwa hiyo Biblia inamtaja Mungu kuwa ni shahidi mkuu wa ndoa. Jambo la pili, Biblia haiweki mahali
maalum kama sharti la uhalali wa ndoa. Narudia, Biblia haiweki mahali maalum kama sharti la uhalali wa ndoa. Ni muhimu kuelewa kwamba Biblia haiagizi ndoa lazima ifungwe ndani ya jengo fulani. Agano la Kale wala Agano Jipya halitoi amri kwamba ndoa lazima ifungwe hekaluni au nyumbani au sehemu yeyote maalum. Kilicho muhimu katika Biblia ni mambo manne. Kwanza, agano la ndoa hufanyika kwa hiari. Linapaswa lifanyike kwa hiari. Pili, agano la ndoa linapaswa kushuhudiwa na jamii ya waamini. Agano la ndoa linapaswa kushuhudiwa na jamii ya waamini. Tatu, agano la ndoa linapaswa kupokea baraka toka kwa Mungu. 4, agano la ndoa liko kutekeleza kusudi la Mungu kwa familia. Kwa hiyo, kanisa sio linayoifanya ndoa kuwa halali, bali kanisa linakuwa mahali pa ibada ambapo waamini wanamwabudu Mungu na kutangaza hadharani agano lao mbele za Mungu na mashahidi waaminio. Maana halisi ya neno kanisa katika lugha ya asili za Biblia, kanisa sio jengo, bali ni makusanyiko ya watu wa Mungu walioitwa na kutengwa kutoka dhambini na kutakaswa wawe wa Mungu. Watu hao wanaweza kukusanyika mahali popote na kufanya shughuli za kiibada kama ilivyo. Wanaweza kufanya shughuli ya ibada ya maombi, wanaweza kufanya shughuli ya ibada ya ubatizo, ya meza ya Bwana na ibada nyingine. Waamini wanaweza kukusanyika katika maeneo mbalimbali, lakini jambo la msingi katika mkusanyiko wao ni uwepo wa Mungu na utii wa neno lake. Ndio maana wanaabudu halisi wanapaswa kumwabudu Baba popote pale wanapokusanyika katika roho na nini jamani? Na kweli. Hivyo ni viwango vilivyowekwa na Biblia. Jambo la tatu, mfano wa ndoa katika Agano la Kale. Katika Agano la Kale, ndoa zilikuwa na matukio ya hadhara yaliyoshuhudiwa na jamii. Na tutaangalia ndoa mbili tu. Kwanza, ndoa ya Isaka na Rebeka. Mwanzo 24 inaeleza jinsi Isaka na Rebeka walivyounganishwa katika ndoa kwa mpango wa Mungu na kwa ushirika wa familia na mashahidi. Katika Mwanzo 24 mstari wa 46, naye Isaka akamwingiza Rebeka katika hema ya Sara mama yake, akamtwaa Rebeka akawa mkewe. Hapa tunaona kwamba kulikuwa na utaratibu wa kutambulisha, kuthibitisha na kushuhudia muungano huo. Ndoa ya Boaz na Ruth. Katika kitabu cha Ruth sura ya 4, Boaz hakumchukua Ruth kwa siri
aliwaita wazee wa mji na mashahidi ili kuthibitisha ndoa hiyo. Ukisoma Ruthi sura ya 4 na mstari wa 9 mpaka wa 11, anasema ninyi ni mashahidi leo. Kanuni ya kibibilia hapa ni kwamba ndoa ni agano la hadhara linalohitaji mashahidi. Jambo la 4, mfano wa ndoa katika agano jipya. 1, Yesu katika harusi ya Kana. Yesu alianza huduma yake kwa kuhudhuria harusi, kama baba yake alivyoshuhudia ndoa ya Adam na Hawa, na yeye anaanza huduma yake kwa kushuhudia ndoa. Injili ya Yohana sura ya 2. Kama kushuhudia na kubariki harusi kungekuwa jambo la kipagani, Yesu asingehudhuria harusi hiyo wala kufanya muujiza wake wa kwanza katika mazingira hayo. Uwepo wa Yesu katika harusi unaonyesha kwamba Mungu anaheshimu sana taasisi ya ndoa. Mafundisho ya Yesu Kristo kuhusu ndoa. Yesu anathibitisha mpango wa Mungu wa kitabu cha Mwanzo 2:24 aliposema katika Mathayo 19 mstari wa 4 mpaka mstari wa 6, aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke. Na ndio maana ndoa zetu sisi ni za mtu mume na mtu mke. Badala ya kubatilisha ndoa, Yesu alithibitisha agano la ndoa. Jambo la 5, kuhusu pete za ndoa. Biblia haitoi amri ya lazima kuvaa pete ya ndoa, lakini pia haitoi katazo. Bwana asifiwe. Narudia. Biblia haitoi amri ya lazima kuvaa pete ya ndoa, lakini pia haitoi katazo. Ndio maana mwenzenu nina pete. Pete ni alama ya agano, nadhiri na ahadi. Ni muhimu kufahamu kwamba hakuna agano lisilokuwa na ishara au alama. Maagano yote katika Biblia yana alama ya agano, yaani ishara, nadhiri ya agano. Hebu tuangalie mifano ya maagano matatu. Kwanza, agano la Nuhu lina ishara ya upinde wa mvua. Mwanzo 9 mstari wa 8 mpaka wa 17. Mungu aliita huo upinde ishara ya agano. Mwanzo 9 mstari wa 12 na mstari wa 17. Pili, agano la Ibrahimu, ishara yake ya agano ilikuwa tohara katika Mwanzo 17 na mstari wa 11. Tatu, agano la Bwana wetu Yesu lina ishara 2 za agano. Moja ni ubatizo. Inayoashiria kufa, kuzikwa na kufufuka pamoja na Yesu. Yaani kuungwa naye katika mauti na kufufuka kwake. Warumi 6 na mstari wa 4.
Na pili, meza ya Bwana ambayo ina ishara ya mkate na kama mwili wa Bwana, na kikombe kama ishara ya damu yake. Tunapoishiriki, tunashiriki kula mwili wake na kuinywa damu yake. Katika Mathayo 26 mstari wa 26 mpaka 28, Yohana sura ya 6 mstari wa 30 mpaka 58. Vivyo hivyo pete, ndugu zangu, ni ishara ya agano, nadhiri, ahadi ya ndoa. Ni alama inayowakumbusha wahusika kiapo cha uaminifu kilichoko kati yao. Bwana asifiwe sana. Ndio maana tunavaa. Bwana asifiwe sana. Na mke wangu naye anavaa. Na wewe unavaa. Hongera sana kwa kuvaa. Mwanzo sura ya 24 mstari wa 22. Neno linasema, mtumishi wa Ibrahimu alipoenda kumtafutia Isaka mke, alipokwisha kujua Rebeka ndiye mtarajiwa wa bwana wake Isaka, akatoa pete ya dhahabu. Uzani wake ulikuwa nusu shekeli na vikukuu viwili kwa mikono yake. Pete katika Biblia ilikuwa ishara ya utambulisho, ishara ya heshima na uhusiano maalum. Kwa hiyo Mkristo anapovaa pete ya ndoa hafanyi ibada ya kipagani. Narudia. Kwa hiyo Mkristo anapovaa pete ya ndoa hafanyi ibada ya kipagani, bali anatumia alama inayokubalika kiBiblia kuwakilisha agano, nadhiri na ahadi ya ndoa. Pete siyo ndoa yenyewe, ni ishara ya ndoa, kama vile maji ya ubatizo sio wokovu wenyewe, bali ni ishara ya wokovu. Jambo la 6, msingi wa kihistoria wa ndoa za kanisani. Msingi wa kihistoria wa ndoa za kanisani. Kihistoria, dhana ya ndoa imekuwa ikizingatia misingi mikuu mitatu. Moja, msingi wa kwanza ni taasisi iliyoamriwa na Mungu tangu mwanzo, na huu ndio msingi mkuu wa taasisi hii ya ndoa, sawa na Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18 mpaka 24. Na hili alirejelea Yesu kusisitiza katika Mathayo 19 mstari wa 3 mpaka wa 6. Waisraeli waliitambua ndoa kwa msingi huu, na katika historia ya kanisa limeitambua ndoa kwa msingi huu. Msingi wa pili ni kibali cha wazazi, na hapa tunaona ukweli huu tangu Agano la Kale hata Jipya. Wazazi wa binti walikuwa wanatoa baraka kwa binti yao kuolewa, na anayeoa anawaheshimu wazazi kwa kuwapa mahari, na binti anapewa zawadi. Rebeka na ndugu zake ni mfano mmoja, na pia Paulo anazungumzia mamlaka ya wazazi kumruhusu binti yao kuolewa katika Wakorinto wa kwanza sura ya 7 mstari wa 36.
Msingi wa tatu ni utaratibu maalum unaosimamisha ndoa, ukizingatia kwamba ndoa ni agano na kwa hiyo ni lazima liwe na utaratibu maalum na mashahidi. Bwana asifiwe. Jambo kubwa kama hili haliwezi kukosa utaratibu maalum. Hivyo basi, katika kitabu chake Mwalimu J. Julius Scott, huyu kati ya watu magwiji wa fundisho la neno la Mungu katika historia ya dunia, katika kitabu chake kiitwacho Jewish Backgrounds of New Testament, anaeleza hivi kuhusu ndoa za Kiebrania katika nyakati za kuandikwa kwa Agano Jipya, kwamba Waebrania nao hawakuwa nyuma, waliweka utaratibu. Bwana asifiwe. Wasingeacha jambo kubwa kama hili lielee hewani. Jamani, amina. Waliweka utaratibu. Na hili ni kanisa la Agano la Kale. Jamani, haleluya. Katika utaratibu wao kulikuwa na mambo manne. Kulikuwa kumetungwa hatua za ndoa kuelekea shamla za harusi. Moja, hatua ya kwanza, kuandaliwa kwa bibi harusi. Mbili, kuhamishwa kwa bibi harusi kutoka nyumbani kwa babaye hadi nyumbani kwa mumewe. Tatu, utambulisho wa bibi harusi nyumbani kwa bwana harusi. Nne, kutolewa baraka na kusherehekea nyumbani kwa mume. Shamla zilihusisha wageni wengi walioalikwa na wasioalikwa. Mashahidi walitakiwa kwa ajili ya kutamka baraka juma zima la harusi. Harusi yao ilikuwa juma nzima. Mwandishi mwingine anaitwa Bell, maarufu katika masuala ya ndoa, anasema hili suala la utaratibu wa wazazi kuhusika kuandaa ndoa ya watoto lilitambuliwa kisheria na serikali ya Rumi. Bell anaandika, kwenye tafsiri kwenye dola nzima ya Rumi, ndoa ziliandaliwa na wababa wa maharusi watarajiwa. Mfumo huo ukaendelea. Ilipofika karne ya 16, kanisa lilikaa kikao katika baraza linaloitwa The Council of Trent. Wale waliosoma historia ya kanisa wanafahamu The Council of Trent, na kuamua kwamba kwa kulinda kusiwepo ndoa za siri na pia kuhakikisha wanaoana hawakiuki neno la Mungu kwa mmoja kuoa na kuolewa wakati anamwenza mwingine wa ndoa, ndoa zifungwe kanisani na mashahidi wakiwepo, na kanisa liwe na nafasi ya kurasimisha agano hili. Hili lilikuwa sio takwa la kiroho tu, mwandishi mwingine Mikoli anasema, bali pia sheria ya serikali ilidai iwe hivyo. Ni muhimu kufahamu kwamba Mungu sio wa machafuko, bali ni Mungu wa utaratibu. Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 13 na mstari wa 40. Kadiri kanisa lilivyokuwa, ibada za ndoa zikawa sehemu ya maisha ya waamini, kwa sababu ndoa ni agano takatifu linalomhusu Mungu na jamii ya waamini. Kwa hiyo kufunga ndoa kanisani sio kuabudu jengo,
wala kuingiza upagani, bali ni kuomba baraka za Mungu na kulifanya agano la ndoa lijulikane mbele ya ushirika wa waamini. Hatari ya kufundisha kwamba ndoa za kanisani sio halali. Fundisho lolote linalopunguza hadhi ya ndoa linaweza kuleta madhara makubwa kwa familia na mwili wa Kristo. Ikiwa watu wataaminishwa kwamba ndoa zao si halali kwa sababu eti zilifungwa kanisani, inaweza kutokea mambo 7 kama yafuatayo. Kwanza, kuvunjika kwa heshima ya agano la ndoa. Pili, kuongezeka kwa mimomonyoko ya kifamilia. 3, watu kuanza kuhoji uhalali wa ndoa zao. 4, kutoa mwanya wa kutengana na kuachana bila sababu za kibiblia. 5, kudhoofisha ushuhuda wa kanisa katika jamii. 6, kutengeneza uholela katika kuanzishwa kwa ndoa na hivyo kuruhusu ndoa zisizoanza kwa utaratibu wa Mungu. Na 7, kutoa mwanya kwa tabia za uasherati, kuruhusu watu kuoana nje ya mpango wa Mungu, nje ya utaratibu wa kimungu na nje ya baraka za wazazi. Mungu analiheshimu agano la ndoa, na ndiyo maana anachukia taraka na kuvunjwa kwa maagano ya ndoa. Malaki sura ya 2 mstari wa 14 mpaka 16. Kwa hiyo waamini wanapaswa kujenga ndoa zao juu ya neno la Mungu badala ya mafundisho yanayoweza kuleta mgawanyiko. Naomba mwalimu wa somo la ndoa usome hitimisho. Karibu usome hitimisho. Fanya haraka. Soma hitimisho. Njoo hapa usome. Soma. Nasoma katika jina la Yesu. Hitimisho. Tanzania Assemblies of God, yani TAG, inathibitisha kwamba: 1. Ndoa ni taasisi iliyoanzishwa na Mungu. Ukweli huu unaifanya ndoa kuwa muungano wa agano la kimungu la mtu mke mmoja na mtu mume mmoja, linalohitaji kutekelezwa kwa utaratibu unaompa Mungu heshima. Jambo la pili, Biblia haiweki jengo au eneo maalum kama sharti la uhalali wa ndoa. Namba 3, kushuhudia na kufungisha au kufunga ndoa mbele ya kusanyiko la waamini ni jambo linaloendana na kanuni za kibiblia. 4, pete za ndoa si ibada ya kipagani, bali ni alama ya agano na uaminifu. Namba 5, kusudi la Mungu katika ndoa ni umoja, upendo, amani, uaminifu na ustawi wa familia. Namba 6, waamini wanapaswa kuheshimu maagano yao ya ndoa na kuepuka mafundisho yanayoweza kuleta mgawanyiko, upotoshaji na majeraha katika familia. TAG inawahimiza waumini wote kushikamana na mafundisho sahihi ya neno la Mungu, kulinda utakatifu wa ndoa na kuendeleza upendo na umoja ambao Kristo ameukusudia kanisa lake. Mathayo 19:6, neno la Mungu inasema, basi aliyowaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Nimesoma hitimisho, lakini tamko hili limetolewa na baba askofu wetu mkuu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, Mchungaji Daktari Barnabas Weston Mtokambali, askofu mkuu wa kanisa la Tanzania
Assemblies of God. Basi nimwombe aliyekuwa mwalimu wa ndoa tuweze kusimama tuombee ndoa zetu. Karibu uombe kwa ajili ya ndoa zetu.